السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, aya ya kwanza niliyoisoma ni ya sura Bakara. Tafsiri yake ni ya kwamba wale watu wao mali zao usiku na mchana kwa siri na zwahiri, basi wana ujira wao kwa Mola wao, wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Na aya ya pili ni ya sura Az-Zariyat. Mwenyezi Mungu anasema, na katika mali zao imo hisa ya aombaye na ajizuiaye kuomba. Leo nitaeleza baadhi ya masimulizi kuhusu mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ukarimu na kutoa katika njia ya Allah. Kutoka riwaya hizi tunapata kuelewa na kujua ya kwamba namna ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewahimiza waumini wake na amali yake ikoje. Aya hizi nilizozisoma kama nisemavyo, katika aya hizi pia na kwenye aya nyingine nyingi za Qur'ani tukufu, Mwenyezi Mungu ametuhimiza kutimiza haki za Allah na haki za wanadamu pamoja na kutimiza mahitajio ya kidini na kuwatimizia mahitajio watu wenye haja. Na chini ya amri hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amemhamasisha muumini mkweli, na zaidi ya hayo akaonesha mfano wake na akatuonesha picha halisi ya utekelezaji wa maamrisho ya Allah. Basi siyo hulka moja tu, bali kila sekunde ya maisha yake ilikuwa sawa na Qur'ani tukufu. Ndiyo maana hata Aisha alikuwa amesema kuhusu hulka zake ya kwamba kana khuluquhul Qur'an, hulka zake zilikuwa zikiendana na mafundisho ya Qur'ani tukufu. Hata tuone kipengele chochote, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfano wake wa hali ya juu ambao hauwezi kutolewa mfano mkubwa kuliko huo. Kwa vyote vile, kama nisemavyo, leo nitaeleza masimulizi kuhusu hulka yake ya ukarimu. Hat Anas anasimulia ya kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua kwa maneno haya kwamba Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wal kasali wa arzalil umr wa azabil qabr wa fitnatil mahya wa mamat. E Mola wangu, najikinga kwako kutoka ubahili na uzembe na umri mbaya, na kutoka adhabu ya kaburi, na kutoka fitna ya uhai na mauti. Vivyo hivyo kuna dua yake nyingine
hat anas anasimulia ya kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba dua hii kwamba allahumma inni auzu bika min alhammi walhazan walajzi walkasal waljubni walbukhl wazala deni waghalabati rijal. E mola wangu, mimi nakimbilia kwako, unilinde na wasiwasi na huzuni, unilinde na kupungukiwa na uvivu, na unilinde na woga na ubahili, unilinde na kushindwa na deni na kughilibiwa na watu. Vivyo hivyo kuhusu kutoa katika njia ya Allah na kuwasaidia waja wake, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasihi waumini. hat asma radhiyallahu ta'ala anha anasimulia nabii sallallahu alaihi wasallam aliniambia ya kwamba usifunge mdomo wa mfuko, fungua la sivyo utazuiliwa. yani mfuko ambamo umetunza hela yako usifunge mdomo wake, na sawa na haja toa na uwasaidie wengine. katika hadisi nyingine kuna maneno haya kwamba usiendelee kupiga hisabu, la sivyo Allah pia atakupatia kwa kufanya hisabu. yani kama Allah amekujalia utajiri, kisha utimize haki ya kumshukuru yeye, na njia ya kufanya hivyo ni kwamba uwasaidie wengine, hapo Allah atakujalia zaidi na zaidi. hata Abu Huraira anasimulia nabii sallallahu alaihi wasallam alisema, mkarimu yu karibu na Allah, karibu na pepo, karibu na watu, mbali na moto, na bahili ni mbali na Allah, mbali na pepo, mbali na watu, na karibu na moto. na mwenye kutoa mali ni mpendwa zaidi kwa Allah kuliko mwabudu aliye bahili. yani anafanya ibada lakini ni bahili, zidi yake mtu ambaye anatoa, Mwenyezi Mungu anampenda zaidi. hata Abubakar Siddiq amesimulia nabii sallallahu alaihi wasallam alisema, mdanganifu, mchoyo na yule anayefanya hisani na kisha anaeleza sana hisani zake hata ingia peponi. hizi ni sifa tatu, ni mdanganifu, mchoyo na yule ambaye anafanya hisani kisha anaeleza sana kwa watu kwamba amefanya hisani, hata ingia peponi. kuna riwaya nyingine hata Abu Huraira anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mumini ni mkarimu na mpole, na fajiri ni mdanganifu na mtu zalili. sasa baadhi ya watu hufahamu kwamba mtu mpole maana yake ni yule asiye na akili timamu au ana mapungufu ya kiakili, bali kuhusu mumini inapatikana kwamba mumini anakuwa na busara sana, na busara yake ina umuhimu mkubwa. mnapaswa kuwa makini kuhusu busara yake. maana yake ni kwamba mtu huyo ni mwenye kujiepusha na magomwi na ni mkarimu, ana moyo mkunjufu, anapendwa na watu, ana heshima. basi hiyo ni alama ya muumini na ni kiwango kwa ajili yetu, ili sisi pia tujichunguze. katika riwaya moja Mutarrif anasimulia kutoka kwa baba yake, anasema, nilimjia mtume saa salam, alikuwa anasoma alhakumu takathur. alisema kwamba mwanadamu anasema mali yangu, mali yangu. yaani mtu tajiri anasema kwamba hii ni mali yangu, mali yangu. alisema kwamba ewe mwanadaam, mali yako ni ile tu ambayo umeila na ukamaliza, ukavaa na ikachakaa, au ukatoa sadaka na kuitanguliza mbele. basi mali iliyo bora kabisa, alisema kwamba ni mali yako ambayo umeitoa katika njia ya Allah, umetoa katika kama sadaka na umeitoa kwa ajili ya Mungu ili kutimiza haki za waja wake, na umetumia kwenye njia yake. mali hii ambayo
umeitoa utapatiwa siku ya akhira maradufu. Ndio maana allah amesema kwamba hawatakuwa na hofu yote kama nilivyoeleza katika aya, wala hawatahuzunika, kwani zabihu walizotoa, ukarimu waliofanya na mali walioitumia juu ya wengine watapewa siku ya akhira. hata abdullah bin masud anasimulia mtume alisema watu wawili tu wanatakiwa kuonewa wivu: mtu ambaye mwenyezi mungu amempa mali na amempa uwezo wa kuitumia mali ile katika njia ya haki, na mtu aliyepewa hikima na mwenyezi mungu na kwayo huhukumu na kuwafundisha hikima wengine. kisha akisihi alisema kwamba hata abu umama anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ewe mwanadamu, ukitoa kile kilicho zaidi ya mahitajio yako ni bora kwako. mali ambayo mungu amekujalia bila shaka timiza mahitajio yako, lakini mali inayozidi uitoe na kuizuia kwako mali kutakuwa vibaya kwako. hautalaumiwa kwa kubakiza kile unachokihitaji, na anza kutoa kwa ahli zako. njia ya kutoa ndiyo hii kwamba wajibu wako watoto na familia, kisha una jamaa maskini au umepewa wajibu wa kuwalea, wao wana haki ya kusaidiwa na mali yako. kisha alisema kwamba mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. hata abdullah bin masud anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza, ni nani miongoni mwenu anayeipenda mali ya mrisi wake kuliko mali yake mwenyewe? akajibiwa, je, yupo asemaye kwamba mali ya mrisi naipenda zaidi kuliko ile ninayoitumia? watu walisema kwamba, ewe mtume wa allah, hakuna miongoni mwetu hata moja ila mali yake anaipenda zaidi. mtume alisema kwamba basi mali yake ni ile ile tu aliyoitanguliza, yani aliyoitumia katika njia ya haki, na mali ya mrisi wake ni ile ile aliyoiahirisha na kuiweka akiba. mali mliyoitoa katika njia ya mungu mkawasaidia watu maskini ni bora, na mtapewa ujira wake siku ya akhira, kama allah asemavyo katika kurani tukufu. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mfano gani kuhusu kutoa mali kwenye njia ya mwenyezi mungu na kumtegemea allah? kuhusu hii abdullah bin masud anasimulia kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alimjia bilal na akakuta malundo ya tende kwake. alisema, bilal, hii ni nini? bilal akasema kwamba, ya rasulullah, hiyo nimeikusanya kwa ajili yako na kwa ajili ya wageni wako. mtume alisema kwamba, je, huogopi jambo hili kwamba lundo hilo lifikiwe na moto wa jahanamu? kisha akamsihi bilal kwamba, bilal, endelea kutoa na usipate hofu yoyote ya fukara na umaskini mbele ya mwenyezi mungu. kisha kuna mfano mwingine wa hulka zake. hata aisha anasimulia kwamba wao walichinja mbuzi na wakagawa neama kwa watu maskini na kiasi fulani wakaweka nyumbani kama chakula. mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza kwamba imebaki nini katika hiyo? hata aisha akamjibu kwamba hakukubakia isipokuwa muundi wa mguu, yani mguu mmoja ukabaki. mtume alisema kwamba imebakia yote isipokuwa muundi wa mguu, hiyo umeiweka kwa ajili yetu kama chakula, na siku ya akhira itatusaidia ile tu ambayo umeitoa. hat muavia akitoa hutuba alisema kwamba mimi nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, mimi ni mwenye kugawa tu na allah ndiye atoae. sifa ya ukarimu ilikuwa ikipatikana katika zati ya mtume sallallahu alaihi wasallam hata kabla ya kupokea utume, na ushahidi wake kama tunavyosoma, mkewe bi khadija alikuwa ametoa wakati ule mtume alipokuwa amepokea wahyi wa kwanza, na alikuwa amekuja nyumbani
akiwa na hofu. Hat khadija alikuwa amesema kwamba usiwe na hofu, wallahi mungu hata kufedhehesha abadan, maana unawatendea jamaa wa karibu vizuri na unawabebea wanyonge mizigo, unatenda mema yale yaliyokwisha potea duniani, unamkirimu mgeni na unawasaidia watu katika shida zao za kweli. kisha kuna riwaya nyingine hata abu said khudri anasimulia mtume salallahu alaihi wasallam alisema tabia mbili haziwezi kujumuika kwa muumini: ubahili na hulka mbaya. yaani mtu aliye muumini hatakuwa na ubahili wala hulka mbaya. hicho pia ni kiwango cha kujipima. kisha akisihi nasaha ya kujiepusha na uchoyo alisema, jabir bin abdullah anasimulia mtume alisema, jiepusheni na zulma, maana zulma siku ya kiama itakuwa ni giza zito, na jiepusheni na choyo, maana choyo na ubahili viliwaangamiza wale waliokuwa kabla yenu, vikawahimiza wao wakauana wenyewe kwa wenyewe na kuwafanya wavione vitu vilivyoharamishwa kuwa halali. hata abu huraira anasimulia mtume alisema, vumbi ya njia ya allah na moshi ya jahanamu hawezi kukusanyika kwa mtu yeyote, wala tamaa na ubahili na imani vinaweza kujumuika moyoni mwa mtu, kama ilivyoelezwa katika riwaya moja kwamba mtu aliye na tamaa, mchoyo na bahili hawezi kuwa muumini. basi hivi ni viwango. tunataka kuwa waumini, basi tutalazimika kujiepusha na tamaa na ubahili vile vile. hata abu huraira anasimulia nabii sallallahu alaihi wasallam alisema, kila asubuhi wanapoamka watu, wapo malaika wawili wanashuka. mmoja wao husema, e mola wangu, atwae mpe zaidi na zaidi, na wapili husema, e mola wangu, azuiae mali uangamize mali yake, anayetoa umpatike zaidi na zaidi, na mtu ambaye ni bahili, ni mchoyo, basi uharibu mali yake. katika dunia hii vile vile twaona mali ya namna hii haipati baraka. sisi tunaona na watu wanaeleza jambo hili, na katika akhira vile vile mali hii haitawasaidia chochote. allah amesema katika njia kwamba katika njia ya allah na kwa sababu ya mapenzi yake wanaotoa, mungu huwajalia malipo mema. hata anas bin malik anasimulia ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa mtu mzuri kuliko watu wote, na alikuwa mkarimu zaidi, na alikuwa shujaa kuliko watu wote. kuna riwaya nyingine hata anas anasimulia ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alisema, je, nisiwaambieni kuhusu mkarimu mkubwa kuliko wakarimu wote? kisha alisema kwamba allah ni mkarimu mkubwa kuliko wakarimu wote, na mimi katika wanadamu ni mkarimu kuliko wote. katika dunia mimi ni mkarimu kuliko wanadamu wote. hata ibni abbas anasimulia ya kwamba mtume salallahu alaihi waalihi wasallam alikuwa mkarimu kuliko watu wote, na katika mwezi wa ramazan alikuwa akitoa sana. jibrail alaihissalam kila mwaka kwenye mwezi wa ramazan alikuwa anakuja kukutana naye hadi ramazan ilikuwa inapita. mtume alikuwa akimsomea kurani tukufu, jibrail akikutana naye. mtume alikuwa akizidi kutoa, na alikuwa anatoa sana kama upepo mkali unavyovuma. hat musleh maud ameeleza jambo hili kwenye hutuba yake moja. anasema kwamba mtume alipokuwa akitoa alikuwa anatoa sana hadi maswaba wanasema kwamba katika mwezi wa ramazan alikuwa anatoa sana kana kwamba upepo mkali unavyovuma. na pamoja na hayo, la tubazir tabzira, alikuwa anafuata agizo hilo, yaani alikuwa hatumii juu ya mahala pabaya au kupoteza hela. alikuwa mkarimu, lakini kuna amri ya mungu kwamba msifanye isirafu, msipoteze hela. mwenyezi mungu ametukataza kufanya isirafu. hatam tai alikuwa mkarimu, lakini ukarimu wake haukuwa na utaratibu. hatam tai anaitwa mkarimu mkubwa, lakini
ukarimu wake haukuzingatia utaratibu, alikuwa anatoa tu bila kutafakari. yaani mali ile ilikuwa si mali yake, bali alikuwa anatumia mali ya baba yake, mali ambayo hakuwa na haki juu yake. kuhusu hata mtai inapatikana kwamba kiasili alikuwa mkarimu tangu utotoni. baba yake alipoona kwamba mwanaye anagawa mali, akampeleka nje, nenda ukasimamie ufugaji wa ngamia. siku moja aliona kwamba watu watatu wamekuja, walikuwa washairi wakubwa. hata mtai alipopata taarifa ya ujio wao kwamba wamekuja, akachinja ngamia watatu kama zifa kwa ajili yao. wao walisema sisi ni watu watatu tu, ngamia moja anatosha. hatam akasema kwamba hapana, nikimchinja mmoja wengine wawili watakuwa tofali. hivyo ilikuwa mali ya baba, akachinja watatu. kwa vyote vile baba alipojua akakasirika kwamba yeye anapoteza mali yangu bure, lakini mali ambayo mtume alikuwa anaipokea ilikuwa mali yake, na sawa na agizo la Qur'an tukufu alikuwa anaitumia kwa utaratibu maalum. hapo ufafanuzi wa zile hadisi pia umetolewa, ambamo mtume amesema kwamba msitumie kwa israfu. maana yake ni kwamba mutumie kwa kuzingatia muda na wakati, yaani hamtakiwi kuwa na kiherehere. sio maana kwamba watu watatu wamekuja porini na nini, umechinja ngamia watatu, nyama ipotee au iharibike. kwa yakini hawatakuwa na watu wengi kule, watakuwa wachache tu. hata hivyo nyama itakuwa imebaki ambayo itakuwa imeharibika, jambo ambalo halina faida. hivyo mtu anapaswa kutumia sawa na mazingira. kama mnatoa katika njia ya mungu na mnatoa sawa na wakati na haja, basi musiwe na wasiwasi, kwani hii ni ahadi ya mungu kwamba kama alisema mwenyezi mungu katika aya kwamba haitakuwa huzuni juu yao wala hawatahuzunika. hata Muslim Maud anasema kwamba zidi yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkarimu sana. kama ilivyoelezwa, maswahaba wanasema kwamba katika mwezi wa Ramadhan alikuwa anatoa sana, kana kwamba upepo mkali unayovuma, lakini upande wa pili alikuwa anatoa kwa busara na kutumia kwa busara. hata Abdullah bin Umar anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kama ningekuwa na dhahabu sawa na majabali ya Tihama, mimi ningegawa kati yenu na musingenikuta kuwa mwongo au mchoyo. kuna riwaya moja Abu Zar anasimulia kwamba mimi nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam na nilikuwa natembea kwenye medani moja ya Madina. mlima wa Uhud ukaja mbele yetu. mtume alisema kwamba Abu Zar, nikasema labbaik ya Rasulullah. mtume alisema kwamba jambo hili halinifurahishi, kwamba niwe na dhahabu sawa na mlima huu wa Uhud na usiku wa tatu upite juu yake na mimi niwe na dinari moja, isipokuwa hela ambayo nitunze kwa ajili ya kulipa mkopo, na mimi nataka kuitumia katika waja wa Mungu kwa njia hii. yani mtume aliendelea kutembea na alisema kwamba wale ambao ni matajiri siku ya kiyama watakuwa wenye kufilisika. yani watu wana utajiri, wanaendelea kutunza hela, hawatoi kuhusu kuwasaidia watu maskini. siku ya kiyama watakuwa wamefilisika, lakini anayetoa yeye hatakuwa mwenye kufilisika siku ya kiyama. na ni wachache sana ambao wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. ni watu wenye hela, lakini si bahili, bali katika njia ya Allah wanatoa, na wao ni waumini wenye hela na wanatoa bila hofu, na kisha Mwenyezi Mungu anawajalia zaidi na zaidi. hata Anas anasimulia kwamba mtu mmoja alimwomba mtume sallallahu alaihi wasallam mbuzi waliokuwa katikati ya milima miwili, na mtume akampatia. kisha ye akaenda kwa kaumu yake na akasema kwamba ni watu wangu,
ingieni katika islam. wallahi muhammad saa salam hutoa sana hadi mtu anakuwa hana hofu ya ufukara. anas anasema kwamba saa nyingine mtu alikuwa nakubali islam kwa ajili ya dunia, lakini mara baada ya kukubali islam alikuwa anaanza kuupenda islam zaidi kuliko vitu vyote vya dunia. anas bin malik anasimulia kwamba nabii sallallahu salam alikuwa haweki kitu chochote kwa ajili ya kesho. hat utba bin haris anasimulia kwamba nabii saa salam alitusalisha sala ya alaswiri kisha akaenda nyumbani haraka haraka, na baada ya muda mfupi akaja nje. msimuliaji anasema kwamba nikamuuliza au mtu mwingine akamuuliza, mtume alisema kwamba nilikuwa nimeacha nyumbani kipande cha dhahabu kutoka mali ya sadaka, sikupenda kwamba kipande kile kibaki kwangu usiku, hivyo mimi nikakigawa. hatume salama anasema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alinijia, rangi ya uso wake ilikuwa imebadilika. ume salama anasema nilifikiri kwamba hiyo itakuwa kwa sababu ya uchungu au maumivu fulani. anasema nikamuuliza mtume, ya rasulllah, mimi naona rangi ya uso wako imebadilika, je, hiyo ni kwa sababu ya maumivu fulani? mtume alisema kwamba hapana, sababu yake ni dinari 7 ambazo nilizipokea usiku, na usiku ukapita na mimi sikuzitumia. nilikuwa nimesahau kwenye kitanda changu, nikakumbuka, nikapata wasiwasi sana. hat ukuba anasimulia kwamba anasema kwamba mimi niliswali nyuma ya nabii sala ya alaswiri katika madina. mtume alimaliza swala na akainuka haraka haraka na akaenda nyumbani kwake kwa mwendo kasi. watu walipata wasiwasi kwa kuona hali hii. kisha mtume akaja nje na akawakuta kwamba wao wameshangaa kwa sababu ya amali yake. mtume alisema kwamba nilikuwa na dhahabu, nilikumbuka, na mimi sikupenda kwamba dhahabu ile inizuie kumkumbuka mungu, hivyo nimeenda kuwaambia kwamba waigawe. masihi maud anasema kwamba hii ilikuwa ni hali ya mtume salallahu alaihi wasallam, kwamba chochote alichokuwa nacho alikuwa anatoa katika sadaka. safari moja nyumbani kwake kulikuwa na muhuri, yeye akaigawa. akieleza kisa hicho hicho sehemu moja, musleh maud ameandika hivi kwamba safari moja alipokea hela kama sadaka, na wakati wa kugawa dinari moja ikadondoka kwenye kona. hakupata wazo la kuinua. baada ya swala alipokumbuka akaenda nyumbani. masahaba wakamuuliza, ya rasulllah, kulikoni? mtume alisema kwamba dinari moja ilikuwa imebaki bila kugawa, nilitaka kwamba niende nikagawe haraka. japo alikuwa amepata utajiri, lakini alizuhirisha sifa ya istighna. tunapoona sifa hii tunashikwa na mshangao. chochote alichokuwa anapokea alikuwa anagawa katika njia ya allah. hata anas anasimulia kwamba mali ililetwa kwa mtume kutoka bahrain. mtume alisema kwamba uwekeni katika misikiti. mali hii ilikuwa zaidi iliyoletwa kwa mtume salaa salam. mtume salallahu alih wasalam alitoka kwa ajili ya swala na hakuangalia upande wa mali. alipohitimisha swala akaenda karibu na mali na alikuwa anagawa kwa watu. katika muda huo hata bas akaja akasema, ya rasulullah, nipatie mimi vile vile, kwani siku ya badr nilikuwa nimetoa fidia yangu na nilikuwa nimetoa fidia ya akil vile vile. hata huyu alikuwa mpwa wa abbas, akil bin abu talib. mtume alisema kwamba hayachukua kutoka mali hii. yeye alichukua kwa mikono yake miwili na kuweka katika kitambaa, kisha alijaribu kubeba, hakuweza kuibeba. akasema kwamba, ya rasulullah, umwamuru mtu fulani kwamba anisaidie katika kubeba. mtume alisema hapana, hiyo haiwezi kutokea. ye alisema kwamba basi unisaidie katika kubeba. mtume alisema hapana, hapana.
hapo yeye akapunguza kiasi kisha akajaribu kubeba lakini hakuweza kubeba alisema ya rasulullah umwamuru mtu fulani kwamba anisaidie mtume alisema kwamba hapana akasema basi unisaidie wewe mtume akasema hapana hapo yeye akatoa akapunguza na kisha akabeba na kuweka juu ya mabega yake na akaondoka alipoenda mtume akaendelea kumwona hadi yeye akaondoka kila sehemu na kila wakati alikuwa akiwasihi maswahaba kwamba washike njia ya katikati sawa na wapatieni nini mubebe lakini kwa kutumia njia ya wastani hata kama awe jamaa yake wa karibu uchukue sawa na haja yako hamtakiwi kuchukua zaidi ya mahitajio yenu katika mwisho hadisi hii msimuliaji ameandika kwamba mtume alikuwa ameshangaa kwa kuona tamaa yake hiyo ni maoni ya msimuliaji tu yawezekana kwamba mtume sasa atakuwa hamoni kwamba labda alikuwa naona tamaa yake bali mtume atakuwa amekumbuka zama ile ya umaskini hali ya zamani ya masahaba na kwa kutafakari hali ile akaendelea kumwona kutoka mbali namna walivyokuwa na zama ya umaskini na leo mwenyezi mungu amewajalia sana watu wameeleza na wamesema kwamba hiyo ilikuwa ni fikira ya msimuliaji tu na sio maana kwamba mtume alikuwa ameona tamaa yake na kushangaa bali wao wameeleza maoni na mawazo mengine jabir bin abdullah anasimulia kwamba haijawahi kutokea kwamba mtume alikuwa ameombwa kitu fulani na yeye atakuwa amesema hapana sahal bin saad anasema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa mwenye haya sana alipokuwa anaombwa kitu fulani alikuwa anatoa ibne abi khasama anasimulia kutoka kwa hat ali kwamba hat ali alipokuwa anaeleza sifa za mtume alikuwa anasema kwamba mtume alikuwa mkarimu sana katika watu wote sahal bin saad anasimulia kwamba mwanamke mmoja alimletea mtume salallahu alaihi wasallam shuka moja aina fulani ya burdan alisema ya rasulullah nimeitengeneza kwa mkono wangu ili nikuvishe nabii sallallahu salam alichukua kutoka kwake kisha akatujia na alikuwa amefunga shuka ile ile kama kikoi katika watu mtu mmoja alisema ya rasulullah unipatike shuka hii mtume alisema sawa mtume saa salam alibaki katika majlis kwa muda kisha alienda ndani na akavua akavaa mawazi mengine na akamtumia mtu huyo watu walisema kwamba hukufanya vizuri kwa kuomba shuka hii kutoka kwa mtume unajua kwamba mtume hasemi hapana mtu huyo alisema kwamba wallahi niliomba shuka hii kutoka kwake ili nikifa basi hiyo iwe sanda kwa ajili yangu imeandikwa kwamba sahal alikuwa amesema basi shuka ile ile baadaye ilitumika kama sanda yake hazrat miswar bin makhrama anasimulia anasema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam aligawa shuka na hakumpatia makhrama shuka yote makhrama akasema kwamba mwanaye kwamba ewe mwanangu tuende kwa mtume mimi nilienda pamoja naye huyu mwanaye amesimulia miswar alisema kwamba uende ndani na anasema nilikuwa mtoto mdogo nilienda ndani nikamwambia mtume kwamba baba yangu amekuja mtume akaja kwake na alikuwa ameshika shuka moja ni kwenye mkono wake mtume alisema nilikuwa nimetunza kwa ajili yako alikuwa amekuja kulalamika mtume akasema kwamba shuka hii nilikuwa nimetunza kwa ajili yako msimulizi anasema kwamba mtume aliona upande wa makhrama alisema kwamba hii shuka kwa ajili yako makhrama alifurahi sana katika riwaya nyingine inapatikana kwamba mtume sallallahu salam alitambua sauti ya makhrama akaaja nje yani sio maana kwamba mtoto aingie ndani mtume akaaja nje alikuwa ameshika shuka moja
na alikuwa anaeleza sifa zake na alikuwa anasema kwamba hiyo nilikuwa nimetunza kwa ajili yako, nilikuwa nimeitunza kwa ajili yako. Anas bin Malik anasimulia kwamba nilikuwa naenda pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa amefunga shuka moja ya kinajirani. bedui moja akaja kukutana naye, ye akanianganya shuka yake kwa nguvu, na mimi nikaona upande wa shingo ya mtume, na pia aliponianganya bedui huyo, shuka ile ilikuwa imeacha athari na nishani juu ya shingo yake. Alisema, ewe Muhammad, mali hii ya Allah ulio nayo unipatie chochote kutoka hii. Mtume akaelekea kwake na akatabasamu na kisha akatoa amri kwamba huyu apatiwe. Sehemu moja maelezo yameelezwa hivi. Abu Huraira anasimulia kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaketi pamoja nasi na kuzungumza pamoja nasi, kisha alikuwa anasimama na sisi pia tulikuwa tunasimama hadi mtume alikuwa anaenda nyumbani kwake. Siku moja anasema kwamba mtume alikuwa anaongea pamoja nasi, aliposimama sisi pia tukasimama. Tukamwona bedui moja ambaye alinianganya shuka yake na shingo yake ikapata alama nyekundu. Abu Huraira anasimulia kwamba shuka ile ya nabii ilikuwa ya aina fulani. Mtume alipoelekea kwake, bedui akasema kwamba juu ya ngamia hawa wawili uweke mali, kwani hutanipatia kutoka mali yako wala mali ya baba yako. Msimulizi anasema kwamba nabii alisema kwamba hapana, mimi namwomba Mungu maghfira, hapana namwomba Mungu maghfira, hapana mimi namwomba Mungu maghfira. Alifanya istighfar na akasema hapana, sitakupa. Sio maana kwamba sitakupa, aliweka sharti kwamba sitakupa hadi wewe unipatie fursa kwamba nichukue kisasi. Wewe umenyanganya shuka yangu na umejeruhi shingo yangu. bedui alikuwa anasema kwamba wallahi sitakuruhusu uchukue kisasi. bedui alisema kwamba kwani wewe hulipizi ubaya kwa ubaya. Alitumia njia hiyo, alikuwa mwerevu. Alisema kwamba huchukui kisasi kwa ubaya, hivyo swali hili haliibuki kwamba mimi ni kuruhusu. Mimi nimetenda ubaya lakini wewe hutatenda ubaya. Hapo nabii akatabasamu na kisha akamwambia Umar kwamba juu ya ngamia zake wawili, juu ya ngamia moja ubebe shairi na juu ya ngamia mwingine ubebe tende. Akampatia mali na pia akamsamehe kosa lake. Jabir bin Abdullah anasimulia kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alisema, nikipokea mali kutoka Bahrain mimi nitawapatieni hivi na vile. Alikusanya mikono yake miwili na alieleza, lakini kabla ya kupokea mali ya Bahrain kifo chake kilitokea, kisha mali ile ikaja kwa Abubakar baada ya kifo chake. Yeye alimwamuru mtangazaji moja kwamba mtu yote ambaye anamdai nabii sallallahu alaihi wasallam basi yeye aje. Hapo mimi nikasema kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema kwamba mali ya Bahrain ikija basi nitawapatieni hivi na vile. Hapo Abubakar akachukua mali kwa kukusanya mikono miwili na kisha alisema kwamba uhesabu. Nikahesabu zilikuwa dirhamu 500. kisha alisema kwamba chukua zaidi kuliko hiyo, yani chukua mara mbili. Talha Hazrmi ambaye mtume alikuwa amemteua mtendaji katika Bahrain, ye alikuwa ametuma mali hii kutoka Bahrain. Na hata baada ya mtume saa salam Talha aliendelea na cheo hicho hicho. Harum bin Riyab anasimulia safari moja dirhamu 70,000 zilikuja kwa mtume. Mali hii ilikuwa zaidi ambayo ilikuja kwa mtume saa salam. Mali hii iliwekwa juu ya mkeka, kisha mtume alisimama ili kuigawa. Yeyote aliyekuja mtume akampatia hadi akagawa mali ile yote. Katika riwaya hii inapatikana kwamba hata mali nyingi imeendelea kuja, huenda sawa na elimu ya msimuliaji, hiyo itakuwa mali zaidi, au wakati ambapo ameeleza riwaya hii hadi wakati ule mali hii ilikuwa zaidi iliyokuja, na mali ilitokea Bahrain ilikuwa zaidi kuliko hiyo. Abu Huraira anasimulia kwamba
mtu mmoja alimjia mtume sallallahu salam na akaomba kutoka kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia mavuno nusu ya wasak. Wasak moja inakuwa na takriban saa 60 na saa moja ni kama kilo 2 na nusu. Kisha mtu huyo akaja na mtume akampatia wask moja na akasema kwamba nusu ni kwa ajili ya kulipa mkopo na nusu ni kwa ajili yako kama zawadi. Hiyo ni njia moja ya kurudisha mkopo. Yani mtume akampatia wask kamili. Hiyo ndiyo njia nzuri ya kulipa mkopo, na sio maana kwamba wakati wa kulipa mkopo mtu aanze kueleza uzuru. Sahal bin Saad Saidi anasimulia kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam kwa ajili yake kanzu moja ilishonwa. Siku moja alikuwa amevaa na akaja kwa maswahaba, alisema kwamba je, hamoni kwamba kanzu hii ni nzuri kiasi gani? Mtu mmoja wa kijijini alisema kwamba Rasulullah, wazazi wangu wajitolee kwako, unipatie kanzu hiyo. Na haijawahi kutoka kwamba mtume aliombwa na yeye hakumpatia. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akavua kanzu ile na akampatia. kuna riwaya moja nzuri sana. Ibn Umar anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alinunua kanzu moja kutoka mtu moja kwa dirhamu 4. baada ya kuvaa kanzu ile akaja nje. mtu moja kutoka Ansar alisema kwamba ewe mtume wa Allah, nivishe kanzu hiyo, Mwenyezi Mungu akuvishe mavazi ya janna. mtume akavua kanzu ile na akampatia. kisha akaenda kwa mwenye duka na akanunua kutoka kwake kanzu nyingine kwa dirhamu 4. hapo dirhamu baki zikabaki kwake. wakati ule alikuwa dirhamu 10. dirhamu 4 akatumia kwanza, dirhamu 4 akatumia baadaye, na akabakiwa na dirhamu 2 tu. alipokuwa anakuja njiani akamkuta mjakazi moja akilia. akamuuliza sababu yake, akasema ewe mtume wa Allah, watu wa nyumbani wakanipatia dirhamu 2 ili niende nikanunue unga, lakini zimepotea. nabii sasa akampatia dirhamu zile 2. ye akageuka na akaanza kulia. mtume akasema kwamba kwani unalia? hapo unayo dirhamu 2, nenda ukanunue unga. akasema nina hofu kwamba wao watanipiga, nimechelewa sana. mtume akaenda pamoja naye hadi nyumbani kwake, akaenda kuwasalimia. wao wakatambua sauti ya mtume, lakini badala ya kumjibu wakanyamaza. mtume akawasalimia tena, wakaendelea kukaa kimya. mtume akawasalimia mara ya 3. wakati ule wakamjibu salamu yake. mtume akawauliza kwamba je, hamkusikia salamu kwa mara ya kwanza? wakasema tulikuwa tumesikia, lakini hatukupenda, tulitaka kwamba wewe uendelee kutupatia salama mara kwa mara. hiyo ilikuwa ni shauku ya maswahaba. kisha walisema kwamba ewe mtume wa Allah, wazazi wetu wajitolee kwako, umekuja hapa kwa shabaha gani? mtume alisema binti huyu alikuwa na hofu kwamba nini mtampiga. kiongozi wa mjakazi huyu akasema kwamba kwa sababu ya kuja kwako pamoja naye mimi nimemwacha huru kwa ajili ya Mungu. mtume sallallahu alaihi wasallam akawapatia bishara ya kheri na pepo. kisha alisema kwamba Mwenyezi Mungu ameweka baraka katika dirhamu hizi 10. Mwenyezi Mungu alimisha nabii kanzu na pia akamisha answari moja kanzu, na pia kwa sababu ya dirhamu hizi akamwachisha mjakazi moja kuwa huru. hatusman alimpatia nabii sallallahu alaihi wasallam zabibu kama zawadi, na inasemwa kwamba ilikuwa ni tende. sehemu moja zabibu imetajwa, sehemu nyingine tende imetajwa. kisha anasema kwamba mtu mmoja akaja na mtume akampatia huyu. kisha Usman akanunua kwa dirhamu 1, yani tende au zabibu itakuwa ya aina fulani. alinunua kutoka kwake kwa dirhamu 1 na kisha akampatia mtume tena. mtu huyu akaja tena na mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia tena,
na swala hili likarudia mara 3. Hat Usman alikuwa ananunua na alikuwa anampatia mtume, na mtu alikuwa anakuja na kuomba na mtume alikuwa anampatia. Kisha mtume saa salam akamwambia mtu huyo kwa upole kwamba ewe fulani, je, wewe ni mwenye kuombaomba au ni tajiri? Unaendelea kuchuma dirhamu na unafanya biashara vile vile? Hakukataa kumpatia, lakini akamsihi kwa njia yenye hekima kwamba amali hii si vizuri unayoifanya. hat Abdullah bin Salam anasimbulia kwamba Mwenyezi Mungu alipotaka kwamba Zaid bin Sana apate mwongozo, Zaid bin Sana alisema kwamba alama zote za utume mimi nimeziona katika uso mtukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa mambo mawili ambayo nilikuwa si jui kwamba anayo au la. Moja ilikuwa ndiyo hii kwamba upole wa nabii utashinda hasira yake, na jambo la pili, hata kama tukimtendea kwa ujinga, huyu atatutendea kwa upole na kwa huruma. Nikaendelea kutafuta muda kwamba nikipata nafasi basi nijaribu alama hizi kama anazo au la. Kilichotokea ni kwamba Zaid bin Sana anasema kwamba siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka nje ya nyumbani, pamoja naye alikuwepo Ali bin Abi Talib. Katika muda huo akaaja mtu mmoja ambaye ilionekana kuwa ni mtu wa kijijini au bedui. Alisema kwamba ya Rasulullah, watu wa kijiji cha Basra wamesilimu na nilikuwa nimewaambia kwamba wakisilimu basi watapatiwa riziki ya kutosha. Sasa kwa sababu ya mapungufu ya mvua na maji wamekumbwa na ukame. Mimi nina hofu kwamba wasije wakatoka nje ya Uislamu. Wewe tafadhali uwahurumie na uwatumie chochote ili hiyo iwasaidie na uwatie moyo. Mtume alimwona huyo. Hata Ali alikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye pia alisema kwamba wakati huu hatuna kitu ambacho kiweze kutumwa kwao. Zaid bin Sana anasema kwamba mimi nilikuwa karibu ya mtume, nilikuwa namuona mtume kwa karibu. Nilisema kwamba ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, tende ya bustani ya fulani fulani unaweza kutuma kwa masharti haya? Mtume alisema, ewe Myahudi. Sana alikuwa Myahudi wakati ule. Naweza kutuma tende sawa na muda, lakini siwezi kukubali sharti hili kwamba tende hizi zitakuwa za bustani ya fulani na fulani. Nikasema sawa. Hivyo mtume alifanya hivyo. Nikafungua mfuko wangu na nikampatia miskal 80 ya dhahabu kwamba muda fulani unipatie tende hizi. Miskal moja inakuwa sawa na gramu 400 na robo. Mtume akampatia mtu huyu aliyekuwa amekuja kuomba msaada, na alisema kwamba nenda ukagawe kwa watu hawa waliokumbwa na ukame na uwasaidie. Zaid Sana anasema kwamba katika muda huo, siku 3 zilikuwa zimebaki. Katika muda huo mimi nikaja kwake na nikaja kushika kanzu yake na nikakusanya, nikanyang'anya shuka yake na nikasema kwa hasira kwamba ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, hutanipatia haki yangu? Wallahi mimi najua tabia hii ya Banu Abdul Muttalib kwamba katika kulipa mkopo wao ni wabaya sana, na tabia hii ya kueleza uzuru naijua. Ilhali swali hili ilikuwa hali ibuki. Alikuwa adui wakati ule, uadui ulikuwa moyoni mwake au nia yake ilikuwa ni kumjaribu. Alisema kwamba mimi najua. Anasema wakati ule nilikuwa namwona Omar ambaye alikuwa karibu na mtume. Alikuwa amepata hasira kali. Yani hata Omar aliniona kwa hasira na alisema kwamba ewe adui wa Mungu, je, unasema haya kwa mtume wa Allah? Yale ninayoisikia unamtendea kwa njia hii mbaya kama ninavyoona. Wallahi naapa kwa Mungu ambaye amemtuma kwa haki, kama nisingekuwa na hofu yake mimi ningekata kichwa chako kwa upanga wangu. Ilhali anasema kwamba mtume alikuwa anamwona Omar kwa utulivu na alikuwa akitabasamu. Kisha alisema kwamba ewe Omar, badala ya kupata hasira, mimi na yeye sisi tunastahiki zaidi kwamba wewe unisihi nilipe kwa wema na umwambie kwamba aombe kwa wema. Umar, nenda naye na umpatie haki yake, bali umpatie zaidi. Nikasema, e Umar, tende hii zaidi kwa nini?
akasema mtume alikuwa ameniamuru kwamba ukali niliotumia zidi yako mimi nikupatie zaidi. Nikasema omar kwamba je unajua wewe ni nani? Akasema hapana. Nilisema kwamba mimi ni zaid bin sana. omar alisema kwamba yule kiongozi yani sheikh wa mayahudi. Nilisema ndio, ulama wa mayahudi. hapo umar alisema kwamba wewe ni ulama mkubwa na wewe kwa nini umetumia njia hii ya kuongea na mtume? Nikamjibu kwamba ewe omar, alama zote za utume zilizokuwepo nilipomwona mtume niliziona katika tabia yake, isipokuwa alama mbili tu ambazo sikuweza kuziona. moja kwamba je upole wa nabii unashinda hasira yake, na pili kama mtu akimtendea kwa ujinga au kwa ukali yeye atamtendea kwa upole na kwa huruma. hivyo nimefanya majaribio ya mambo hayo mawili. ewe umar, mimi nakufanya kuwa shahidi kwamba mimi namwamini mungu kuwa mungu wangu na islam kuwa dini yangu na nabii saa salam muhammad kama nabii yangu, na mimi nakufanya kuwa shahidi kwamba nusu ya mali yangu iwe sadaka kwa ajili ya umati wa muhammad. hapo umar alisema kwamba iwe kwa ajili ya sehemu moja ya umati, kwani umati mzima ni mkubwa sana. kisha zaid akaja kwa mtume na alisema kwamba mimi natoa ushahidi kwamba hakuna apasa kuabudiwa isipokuwa allah na muhammad saa salam ni mja wa allah na mtume wake. mimi namwamini. kwa njia hiyo zaid alisadikisha na akafanya baiati yake na alishiriki katika vita nyingi hadi wakati wa kurejea kutoka vita vya tabuk alifariki dunia. alikuwa sheikh myahudi, asili yake ilikuwa njema, hivyo alikubali islam kwa kuona alama zake. hiyo ilikuwa ni hulka tukufu ya mtume kwamba alichukua mkopo na akawasaidia watu katika njaa, na kwa hulka zake akamfanya sheikh moja myahudi kuwa muislamu. allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik wasallim innaka hamidu majid. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.